Tamthilia hii hapa ya Choice imekuwa ina vitu vingi sana ambavyo kwa asilimia kubwa wadau wamekuwa wakivipenda na wamekuwa wakicomment kwa sababu ni tamthilia ambayo imeenda kuwa viral kabisa katika zile tamthilia ambazo zinafanya vizuri hapa nchini Tanzania. Kwa mujibu wa tathmini ambayo iko mezani, inaonyesha kabisa tamthilia ya Choice ni moja kati ya tamthilia ambazo zinazofanya vizuri zaidi na zinazopendwa zaidi katika uwezo, utendaji, lakini pia maarifa makubwa ambayo yamewekwa katika tamthilia hii hapa. Na uigizaji wa Clara pamoja na Bryden imekuwa ni kivutio kwa watazamaji ambao wanakuwa wanaitazama tamthilia hii hapa, kwa sababu wamekuwa wakiigiza kile ambacho wanaona kabisa wadau na mashabiki mbalimbali wamekuwa wanapenda, wanafurahi kuona. Kwa hiyo wamekuwa wanafanya vitu ambavyo vina ubunifu mkubwa, ambapo imekuwa ni rahisi zaidi kuweza kuwateka watazamaji ambao wanaofuatilia tamthilia hii hapa. Na katika uwezo na maarifa makubwa ambayo kila itwayo leo Clara pamoja na Bryden wanaendelea kufanya ubunifu katika mwendelezo wa tamthilia hii hapa, imekuwa ni chachu ya kuweza kukubalika zaidi na watu wengi kuweza kuifuatilia tamthilia hii hapa. Na tamthilia hii hapa, kuna baadhi ya watu waliweza kutoa maoni yao, wakawa wamependekeza kwamba kama ikipata nafasi tamthilia hii hapa iweze kuchukua tuzo kwa kweli. Kwa hiyo hii ni tamthilia ambayo iko poa, iko good sana, inaitwa Choice bana. Clara alikuwa akisumbuliwa sana na kuweza kushika ujauzito ndipo Clara akaamua kwenda kwa mganga mfawizi, yani daktari, kwa ajili ya kuweza kupata vipimo kadhaa, na vipimo hivyo viliweza kuonesha kwamba Clara anaweza kushika ujauzito vizuri tu bila changamoto yoyote. Basi daktari akawa amemshauri kwamba anatakiwa aende akashike ujauzito, lakini Bryden yeye akawa hahitaji hicho kitu, kwa sababu hahitaji kumpeleka mke wake katika majanga ambayo huenda asingeliweza kuyatatua au kuyafikia mwafaka. Basi unaambiwa kwamba baada ya kuwa amekamata ujauzito, jamaa alikasirika sana, ambaye ni Bryden, akaona amefanya nini mke wake, kwa sababu alikuwa akaweka lengo zuri kabisa la kumpa ujauzito kwa malengo ya kwamba mpaka pale ambapo mambo yatakapokuwa yako sawasawa. Sasa kwa hali hiyo ilivyoendelea, alikutarajia kama watakuja kurudi katika upendo wa hali ya juu kama jinsi kwa sasa ilivyo, upendo unavyoonekana wa hali ya juu kama ilivyo sasa hivi. Clara pamoja na Bryden wako katika mapenzi mazito sana, na hapo kama jinsi unavyowaona, Clara amevaa nguo ya mume wake na kusema kwamba huu ndio taratibu ambao upo sasa hivi, kwamba Clara anaweza akawa anavaa hata nguo za Bryden, kwa sababu wamekuwa ni watu wawili ambao wanapendana sana, lakini pia ni watu ambao watakaoweza kuwa wanashirikiana kwa mambo mengi sana ya kimaisha. Sasa kama ni watu ambao wameweza kushirikiana kwa ukubwa kama huu hapa na mambo mengi sana ya kimaisha, Clara ameona liwalo na liwe ni bora aweze kufanya kitu cha msingi sana cha kuweza kumzalia mume wake. Kwa hiyo hapa kama jinsi tunavyozungumza, unavyoona sasa hivi hapa Clara amekwisha kushika ujauzito, ni mjamzito kwa hivi sasa, na muda wowote familia hii inatarajia kuweza kupata mtoto au kuwa na familia. Sasa unaweza na wewe ukaingia ukatafakari kidogo, ukatoa maoni yako, ukaandika, je, kitu ambacho alichokifanya Clara cha kuweza kumbebea ujauzito mume wake licha ya changamoto ambazo amekuwa akizipitia siku zote za kuweza kuharibika ujauzito, wewe kama shabiki, mdau, kindakindaki, mfuatiliaji wa tamthilia hii hapa ya Choice, unaweza ukatoa maoni yako, ukasema chochote kuhusiana na hiki ambacho nimekuwasilishia. Andika maoni yako. Lakini pia tukielekea katika mwendelezo wa sehemu ya 77, unadhani kwamba ubunifu utakuwa ni ubunifu wa aina gani katika mwendelezo wa sehemu ya 77? Kwa sababu tamthilia hii imekuwa ikifuatiliwa zaidi na watu wengi sana East Africa hapa, wanakuwa wanaifuatilia sana tamthilia hii hapa. Kwa hiyo imekuwa ni tamthilia ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa pendwa sana na imekuwa ikikubalikwa sana. Watu wengi sana wamekuwa wakifuatilia tamthilia hii, na uwezo na uweledi ambao wamekuwa nao kutengeneza, kuandaa, lakini pia kutengeneza matukio umekuwa ni mkubwa sana, na hiyo ndio sababu ya watu wengi kuweza kuikubali na kuipenda tamthilia ya Choice. Japokuwa kuna tamthilia nyingi sana hapa Tanzania ambazo zinaenda East Africa yote, lakini kwa sasa hivi
huwezi kuacha kuitaja na tamthilia ya Choice kwa sababu inaonyesha dhahiri kabisa jinsi ilivyojiandaa na jinsi ambavyo uwezo wa kimkakati, jinsi ambavyo ulivyokaa wamewekwa na utaratibu mzuri zaidi wa kuandaa filamu hapa nchini Tanzania kuweza kuziwasilisha katika anga za Afrika ya Mashariki. Katika uwezo na ubora wa hali ya juu, waigizaji wamezidi kufanya ubunifu kila itwayo leo. Wanaandaa ubunifu ambao kwa kiasi kikubwa unaelekea kupendwa lakini pia kutazamika kwa walio wengi. Pale ambapo Biden alipoianzisha tamthilia hii hapa, episode ya kwanza ilipokelewa kwa utamu zaidi. Ilivyoendelea episode ya pili bado iliendelea kukonga nyoyo na nafsi za wafuatiliaji wa bongo movie. Lakini pia ilivyoendelea kutrend zaidi na kuweza kufanya vizuri zaidi hii tamthilia, basi unaambiwa kwamba wadau mbalimbali walizidi kupenda zaidi na kuona kumbe kuna namna yoyote ile ambayo wanaweza wakaitumia kwa ajili ya kuiwasilisha tamthilia hii hapa ikaenda ikatisha zaidi katika level za juu kule mbali zaidi. Kwa hiyo huu ni ubora ambao umeandaliwa kwa muda mrefu sana tangu ilivyoanza, na hata ilipofika sehemu ya 70 iliweza kusimama tamthilia hii hapa takriban mwezi mmoja. Mwezi mzima tamthilia hii hapa ilikuwa hailuki hewani. Kwa hiyo wadau wakawa wanajiuliza na kutafakari kwamba au tayari imefika mwisho, lakini King Biden akaona kumbe hakuna sababu ya kukaa kimya, ni lazima muendelezo wake uweze kuja, na mpaka sasa hivi muendelezo wake unaendelea kufanya vizuri. Bana, kama bado hujasubscribe channel hii hapa, basi fanya subscribe channel hii hapa. Nikushukuru sana kwa your time, share video hii hapa na watu wengine waweze kuona. Nikushukuru sana kwa your time, hadi wakati mwingine tena. Wakati huu nikutakia wakati mwema. Bye bye.